wananchi wa halmashauri hii ya Mbeya vijijini, hususan viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuendelea kuhimiza wananchi kufanya shughuli za maendeleo, kupiga kazi, wanalipa kodi na matokeo yanaonekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni kwa mara ya pili au ya tatu halmashauri ya Mbeya vijijini imefikia target ya makusanyo kabla ya muda. Hii ni habari njema, naomba tujipigie. Maana nyinyi mkitupinga kwenye kukusanya ushuru, hakuna namna tunaweza kufikia. Kwa hiyo haya ni matokeo mazuri kwamba watu wanajituma, wanafanya kazi, lakini pia wanatii sheria za halmashauri pamoja na za nchi. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepokea jumla ya bilioni 152.7 na zote ziko katika mgawanyiko wa halmashauri, TANESCO, BEWASA, TARURA pamoja na wengineo. Hizo nimezitaja kwa jumla. Na kabla sijaenda mbali, nakukaribisha afisa mipango aweze kutupitisha kwenye ripoti yetu hii kitaalamu kidogo, na naamini wote tutakuwa makini tukisikiliza, na kufika muda wa maswali, ushauri pamoja na jambo lolote litakalojitokeza, basi tutakuwa tayari kutoa ufafanuzi. Karibu. Ndugu Mwenyekiti, mbele yangu hapo ni picha ya nyumba za wakuu wa idara ambapo mradi huu unatekelezwa kata ya Iwili. Ndugu Mwenyekiti, na jengo mbele yako ndio jengo la utawala ambalo linatumika na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya, ambapo mradi huu mpaka sasa umepokea shilingi bilioni 3.7. Ndugu Mwenyekiti, upande wa elimu msingi, halmashauri ina jumla ya shule 183, ikiwa shule 170 ni shule zinazomilikiwa na serikali na shule 13 ni shule binafsi. Ndugu Mwenyekiti, kiwango cha ufaulu kinazidi kuongezeka mwaka hadi mwaka, ambapo mwaka 2022 ufaulu kwa 82, lakini hadi kufikia 87. Aidha, idara hii ya elimu msingi imepokea fedha shilingi bilioni 412 ikiwa ni kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kielimu, ikiwa ni pamoja na utoaji wa elimu bila malipo pamoja na ufanyikaji wa mitihani ya kitaifa. Ndugu Mwenyekiti, upande wa idara ya elimu sekondari, halmashauri ina jumla ya shule 62, kwa maana ya kwamba shule 40 ni shule zinazomilikiwa na serikali na shule 22 ni shule za watu binafsi. Lakini pia ufaulu wa kidato cha 4 unazidi kuongezeka kutoka 87 mwaka 2022 hadi kufikia 80. Ndugu Mwenyekiti, bilioni 1.005 kimepokelewa kupitia idara ya elimu sekondari, ikiwa ni fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa ukamilishaji wa bwalo la elimu sekondari. Lakini pia Mshewe sekondari walipokea fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa bweni. Lakini vile vile kwenye fedha hiyo kuna fedha za uendeshaji wa mitihani, lakini pia uendeshaji wa elimu bila malipo. Ndugu Mwenyekiti, idara ya elimu sekondari imepokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya za kata, ikiwa ni pamoja na shule ya Lonjiro ambapo iko kwenye kata ya Lonjiro. Mradi huu ulipokea shilingi milioni 583.1, lakini vile vile tuna bwawa la Imezu ambao nimeshasema ilipokea shilingi 80 kwa ajili ya ukamilishaji, na mradi mwingine ni bwawa la Imezu upande wa ndani wa jengo. Ndugu Mwenyekiti, halmashauri yako ya wilaya ya Mbeya kupitia
kwa ajili ya ujenzi wa shule maalum ya ufundi kwa maana ya shule ya Amani, ambapo shule hii inajengwa kata ya Maendeleo, kijiji cha Usowa Muungano, na hayo ni baadhi ya majengo ambayo yamejengwa kwenye shule hiyo ya Amani. Ndugu mwenyekiti, hayo ni baadhi ya majengo kwenye shule hiyo. Vile vile, ndugu mwenyekiti, halmashauri yako pia ilipokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari Ihombe baada ya kuona kata ya Ushirika Usongwe ni miongoni mwa kata yenye watoto wengi sana na shule ni chache. Kwa hiyo serikali yako, serikali yetu ilitupa fedha kwa ajili ya kujenga shule kwenye kijiji cha Ihombe, ambapo tulipokea shilingi milioni 583.1 na shule hii tayari sasa hivi ina wanafunzi. Ndugu mwenyekiti, hayo ni baadhi ya majengo kwenye shule ya sekondari Ihombe. Ndugu mwenyekiti, pamoja na utoaji wa huduma za elimu, lakini pia huduma za utoaji wa huduma za afya zinaendelea kuboreshwa, na kwa kipindi cha Disemba hadi Julai, halmashauri imepokea shilingi milioni 696.1 kwa ajili ya kuboresha huduma kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Fedha hizo miongoni mwake ni fedha za mapato ya ndani ya halmashauri, lakini vile vile tulipokea shilingi milioni 515 kutoka fedha za serikali kuu. Fedha hii ilipokelewa kwa ajili ya ukamilishaji wa hospitali ya wilaya, lakini pia ndugu mwenyekiti, kwa kipindi cha Julai hadi Disemba, halmashauri iliendelea kuchangia mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ikiwa ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kuwainua wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Ndugu mwenyekiti, hadi kufikia Disemba 2024, halmashauri ilikuwa imekusanya marejesho yake shilingi milioni 1,388 na deni ambalo limebaki kwa vikundi ambavyo vinapata mkopo ni kiasi cha shilingi milioni 805.7. Ndugu mwenyekiti, hii ni picha ya baadhi ya vikundi vinufaika wa mkopo huu. Hiki ni kikundi cha wakina mama Kusehaye kilichopo kata ya Isuto. Kikundi hiki kinafanya shughuli za uuzaji wa pembejeo za kilimo. Ndugu mwenyekiti, kama unavyotambua ndani ya halmashauri yetu tunafanya kazi na taasisi zingine. Kwa hiyo kwenye taarifa yetu tuna taasisi zingine ambazo tunafanya kazi ndani ya halmashauri. Wakala wa barabara vijijini TARURA kwa kipindi cha Julai hadi Disemba imetekeleza miradi 12 yenye thamani ya shilingi bilioni 2.08, ikiwa imetekeleza ujenzi wa barabara, makalabati, matengenezo maalum ya barabara na matengenezo sehemu korofi cha Idiga ambayo imegharimu kiasi cha shilingi milioni 330.6. Ndugu mwenyekiti, vile vile tuna wakala wa barabara mjini TANROADS ambao wana upande wa mradi C